hiyo sheria ya iliyounda tume huru ya uchaguzi, hiyo sheria ilikuwa inasema kwamba tume hiyo ya uchaguzi itakuwa na mamlaka ya kusimamia uchaguzi katika ngazi ya serikali za mitaa. Lakini sheria hiyo ilikuwa inasema bunge litaweka utaratibu, litatunga sheria itakayowezesha hiyo tume huru ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi katika ngazi ya serikali za mitaa. Na hiyo sheria ambayo ilianzisha tume huru ya uchaguzi imeanzishwa mwaka jana mwezi wa pili. Mwezi wa 4 rais akawa ametia saini. Toka mwezi wa 4 rais au serikali hawakupeleka mswada bungeni wa kutunga sheria utakaowezesha tume ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Na matokeo yake ndio hayo, uchaguzi umefanywa. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulifanywa, wagombea wengi wa vyama vya upinzani walienguliwa, na katika maeneo mengi wagombea wa chama cha CCM, wagombea wa chama cha Mapinduzi walishinda kwa 99.9%. Sasa ushindi kwenye uchaguzi 9.9% ni ushindi ambao tulikuwa tumeuzoea wakati wa utawala wa chama kimoja. Sasa hivi inakuwaje wagombea wa vyama vingine vya kisiasa wapate nini, washinde kwa 0.1%? Wanasema wanafuasi wengi sana CCM wanafuasi wengi sana. Lazima uchaguzi wa serikali za mitaa au uchaguzi mkuu, watu ambao wanawake kupiga kura sio watu ambao wanatoka kwenye vyama peke yake, ni pamoja na watu ambao hawana vyama. Mimi ninavyojua katika Tanzania kwamba katika Tanzania watu walio wengi kwa hakika sio hawana nini, sio wanachama wa vyama vya kisiasa, lakini wao wanaenda kupiga kura. Kwa hiyo hoja kwamba CCM wana wanachama wengi na ndio maana wafanya nini, wameshinda, ni swala ambalo ni la mjadala. Unanipata? Ungekuwa na nafasi nyingi ningekueleza ilitokeaje kwenye mtaa wangu. Mimi bwana nani Baraka sio, mimi ni mwanachama wa CCM toka 1976 mpaka sasa hivi. Ukiniuliza kilichotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwenye mtaa wangu utashtuka. Bwana Baraka, nilishasema jambo hilo kwenye interview ya mwezi wa kwanza hujachapisha. Kwa hivyo tuende kwenye eneo jingine. Kwa ujumla ni kwamba ilitokea nini rafu. Huo haukuwa ni uchaguzi hata kidogo. Wakisema wanaita uchafuzi. Wanaita uchafuzi. Yaani sio sawa sawa. Na hii ni tunataka tuwe na jamii ya demokrasia. Ambayo wale tunaowachagua wanatoka nini, wanakubaliwa na watu wote. Kama unakuwa na uchaguzi ambayo watu wanashinda 99.9%, alafu mwaka 2014 kwa mfano, uchaguzi kabla ya 2015 katika ngazi ya serikali za mitaa, ambapo vyama vya upinzani walikuwa wanapata viongozi kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwenye wajumbe wa kamati za serikali za mitaa walikuwa wengi. Sasa hivi 0.
au wachache sana. Alafu watu ni hawa lazima kutakuwa na makosa yamefanyika. Kwa hivyo Chadema sema kwamba huo mfumo wa katiba na sheria ubadilishwe ili tufanye uchaguzi huru na haki na wazi. Niliseme hapo, nitilie nguvu hapo, mwaka 2007 AU Umoja wa Afrika ulitengeneza azimio juu ya demokrasia, uchaguzi na utawala bora. The African Charter on Democracy, Elections and Governance. Kueleza vitu vingi tu ni kwa namna gani uchaguzi, mfumo wa uchaguzi kwenye nchi inayofuata demokrasia na utawala bora vinapaswa viwe.